Kipindi kilichopita mchungaji anatambulisha somo hili Jumapili. Alituambia mambo makubwa kadhaa ambayo tunapaswa kutembea katika kitabu hiki cha Waefeso. Anasema kitabu cha Waefeso ni kitabu ambacho kinasimulia mambo makubwa ambayo Mungu aliyafanya kwa ajili yetu, lakini na sifa kubwa ambazo Mungu amezitoa kwa wanadamu wakati akiumba ulimwengu. Hata kabla ya kuumba ulimwengu, Mungu aliweka mambo makubwa kwa ajili ya baraka zake kwa ajili ya Wakristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika sura hii tuliyosoma, sura ya kwanza kabisa, mstari ule wa kwanza hadi wa 14 tumesoma, na ukiangalia hili la leo ambalo tumelisoma, unaona ni kama kitabu cha sifa hiki. Sura ya kwanza ni kama kinaelezea habari ya sifa ya Mungu kwa wanadamu. Mungu alivyotupa sifa, au Mungu alivyotupa baraka zake juu yetu hata kabla ya kuwekwa ule msingi wa dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini katika utangulizi tunajifunza habari ya Waefeso katika kanisa la Efeso, na tukiliangalia kwa haraka, Efeso au kanisa la Efeso ni moja ya makanisa makubwa zaidi miongoni mwa makanisa 7 yaliyokuwa kule Asia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilikuwa ni kanisa kubwa sana. Lakini pia Mtume Paulo aliwaandikia Waefeso hii habari ni kama wimbo tu wa sifa kwa Mungu wakati akiwaandikia. Lakini kanisa la Efeso lilikuwa katika mji wa Efeso, na huu mji wa Efeso unasemekana ulikuwa ni mji mkubwa sana ambao sasa ni Uturuki. Ilikuwa ni kanisa kubwa sana, na hili kanisa lilikuwa mwambao mwa bahari ya Mediterranean, maana ilikuwa imepakana. Lakini pia katika mji huu wa Efeso sana biashara kutoka dunia yote walikuwa kiingia Efeso na kufanya biashara. Lakini licha ya biashara, kilikuwa ni kituo kikubwa cha kujifunza mambo ya dini ya kichawi, zile dini za kichawi. Walikuwa na vitabu huku wanaita nani, kama watu wanaotabiri, lakini mambo ya giza yale. Kwa hiyo walikuwa na ni kituo kubwa cha kujifunza habari za kichawi. Lakini pia katika hii Efeso kilikuwa pia ni maarufu kwa lile kanisa lililokuwa pale Artemi, ambapo hili lilikuwa likiongozwa na Mungu mke. Bwana Yesu asifiwe sana. Uhuru wa Yesu. Kwa hiyo mji wa Efeso ulikuwa mkubwa wenye sifa nyingi sana, na ulikuwa na mali nyingi sana, na miongoni mwa hili kanisa kubwa ambalo lilikuwa Efeso pale, ambalo lilikuwa likiongozwa na Mungu mke, lilikuwa miongoni mwa maajabu maajabu yale 7 ya kale yale ya ulimwengu. Kwa maana kwamba inasemekana kwamba urefu wake ulikuwa zaidi ya ghorofa 6 ile kanisa, lakini viwanja, yani upana wake urefu ulikuwa zaidi ya viwanja. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu alimtuma Paulo kwenda lile kanisa kwa lengo kubwa sana moja tu, kwamba kwanza alimchagua Paulo aende akaifanye kazi kulingana na nguvu aliyokuwa nayo Paulo kipindi kile ya kuhubiri na kufanya miujiza. Na iliaminika kwamba Paulo kama angeuponya ule mji, manake dunia nzima ingepona, manake kulikuwa na mwingilio mkubwa katika nchi ile. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Paulo hakuwa mtu wa kwanza, kulikuwa na wahubiri wengi kule. Katika Biblia historia inasema kulikuwa na wahubiri kama kina Priscilla, wakina Aquila na wengine ambao walitangulia kufanya huduma katika masinagogi. Sasa masinagogi ni makanisa madogo au ni sehemu ya kukutania au kwenye nyumba ya kufundishana au kwa ajili ya kuelimishana neno la Mungu. Yalikuwa ni masinagogi. Kwa hiyo walikutana kule kwa ajili ya kueneza Injili. Kwa hiyo
Paulo hakuwa mtu wa kwanza. Paulo alikuwa ni mwendelezo wa wale waliokuwa wakiendelea kuhubiri neno kuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akiwa kuandika vitabu vingi, Timotheo, wa Korinto wa kwanza, lakini pia na vitabu vingine. Sasa tunapoanza sura yetu ya kwanza, tunaanza kuona Paulo mtume wa Yesu Kristo. Tusome ile mstari wa kwanza mpaka wa tatu, au tuwekee pale mstari wa kwanza mpaka wa tatu tuone. Bwana Yesu asifiwe sana. Uhuru wa Yesu. Uhuru wa Yesu. Sijui kama mimi naona mic yangu kama imenyimwa sauti. Hebu irekebishe. Maana natumia kama nguvu. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hapo sawa. Ulikuwa na njama na mimi nini? Bwana Yesu asifiwe. Sauti yenye mtiisho ndio sauti inayoingia katika mioyo na ndio inayotenda kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Paulo anaandika barua hii kwa Efeso, ni barua ndefu. Lakini wengine wanasema ulikuwa kama ni mstari mmoja tu katika hii barua ya Waefeso, katika hii sura ya kwanza. Katika hii sura ya kwanza kuna mistari 23, lakini mimi nitakwenda mpaka mistari 14, mstari wa kwanza mpaka 14, na tuone pale anasema mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Paulo mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu kwa watakatifu walioko Efeso, wanaomwamini Yesu Kristo. Wale walioko kule wanaomwamini Yesu Kristo. Katika hii sura hii ya kwanza, mstari ule wa kwanza anasema kuna mambo mawili tunayaona pale. Kwanza tunaona mapenzi yake Mungu, kwa mapenzi yake Mungu kwa watakatifu waaminifu wa Mungu walioko wapi? Efeso. Kwa hiyo hii barua pia ni sehemu ya maisha yetu ya leo. Anatuandikia Paulo kwa mapenzi ya Mungu kwa watakatifu na waaminifu wa Yesu Kristo walioko wapi? Leo walioko Ihumwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa watakatifu waaminifu walioko Ihumwa, walioko Dodoma, walioko Tanzania. Bwana Yesu asifiwe sana. Ujumbe huu leo unakuja kwetu sisi tulioko Tanzania, tulioko Dodoma, tulioko Ihumwa hasa, ambapo neno hili linasemwa siku ya leo. Neema na amani iwe kwenu. Neema na amani na iwe kwenu zitoka kwa Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Uhuru wa Yesu. Neema na amani iwe kwetu sisi tulioko Ihumwa, au kwetu sisi tunaosikia neno hili. Neema na amani, neema ya Kristo au neema ya Mungu kwetu sisi wanadamu tulioko hapa. Bwana ameitambua nafsi zetu, atambua maisha yetu sisi tulioko hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Neema, tunaposema neema maana yake ni Mungu ni zawadi. Neema ni zawadi, ni Mungu anapotupatia kitu, au ni upendeleo ambao Mungu anakupa bila sababu. Hiyo ndio neema. Kwa hiyo Mungu anatutambua sisi na anatupa neema yake. Maana yake anatupatia bila kuomba, bila kupiga kura, bila kuhitaji. Anatuomba kwa mapenzi yake. Lakini amani ni matokeo ya neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaposema amani ni matokeo ya neema. Kwa hiyo ukiwa na neema, manake pata neema ile, manake amani inapatikana pale pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Huu ni ujumbe mkubwa sana katika maisha yetu, na hasa leo tunapomkumbuka Paulo wakati ule akihubiri. Paulo anamsifu Mungu kwa kila jambo kupitia Yesu Kristo. Kupitia Yesu Kristo Paulo anamsifu Mungu kwa kila jambo. Lakini tunaona kwamba katika ule ujumbe wa kumsifu Mungu, Paulo
anatufundisha mambo makubwa matatu asubuhi ya leo, na haya mambo makubwa ni baraka ambazo zitokazo kwa Mungu wetu, kwamba Mungu ametupatia baraka sisi zaidi nyingi tu, lakini Paulo anatukumbusha leo tunazifahamu baraka ambazo Mungu ametupatia. Kwa hiyo hizi baraka zimegawanyika katika maeneo matatu. Kuna baraka ambazo Mungu amezitoa mwenyewe kabla hata ya kuumbwa kwa misingi ya dunia. Yaani kabla hatujazaliwa au kabla dunia haijakuwepo, Mungu tayari alikuwa ameshaweka baraka zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika ule mstari wa 3 mpaka wa 6 anasema kwamba Mungu kwanza alituchagua. Wakati sisi hatumjui Mungu, wakati sisi hatujui linaloendelea, lakini tayari Mungu amekwisha tuchagua. Bwana Yesu asifiwe sana. Ande mic sijui ina matatizo, tafutie ya waya moja nzuri. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yeah. Naam, kabla ya kuumbwa kwa misingi ya dunia tayari Mungu alikuwa ameshatuchagua. Mungu amekuchagua. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu amekuchagua na Mungu amenichagua hata kabla ya dunia kuwepo. Kwa maana hiyo Mungu alijua kwamba ataumba mwanadamu na atamweka duniani na atawekwa kwa makusudi maalum, na maalum yake ilikuwa ni kumwabudu yeye na kumsujudia yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo lingine ambalo Mungu alilifanya kabla au alilibariki kabla hata ya sisi kuumbwa, ilikuwa kwanza Mungu alituinua akatufanya wajuu zaidi na kutuita sisi ni watoto wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu alituita sisi watoto hata kabla hatujazaliwa, hata kabla wanadamu hatujaumbwa. Kwa hiyo ya kwanza alitutambua kwamba tutamweka mwanadamu ambaye atakuwa akikaa pamoja na sisi. Kazi yake kubwa au kazi yetu kubwa ni kumsifu Mungu na kuyafanya matendo yake yaliyo mema. La pili ilikuwa ni kutuinua sisi na kutupa jina la kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Lakini lingine ambalo lilifanyika kabla hata lilikuwa ni Mungu alitupenda. Na ndio maana akatuweka duniani. Na ndio maana akatupa majukumu la kumtukuza Mungu peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu amekupenda wewe Mkristo. Mungu amekupenda ndugu yangu. Mungu amenipenda hata kabla sijazaliwa. Kwa sisi ni wa thamani kubwa, ametufanya kuwa wa thamani kubwa. Ametufanya kuwa sisi ni kitu cha pekee katika ulimwengu huu ambao tuna sifa ya kumwabudu na kumtukuza peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini licha ya vile, Mtume Paulo anatufundisha kuna baraka zingine ambazo Mungu alizitoa ni kupitia mwanaye Yesu Kristo. Mungu alituchagua, lakini Mungu akatufanya kuwa sisi ni watoto wake, lakini Mungu akatupenda. Lakini baada haya yote sisi kuwepo ulimwenguni, sisi wanadamu tukafanya mambo mabaya, tukamchukiza Mungu, tukatenda yasiyokuwa yanampasa Mungu. Mungu akaumia kwamba hawa watu niliwagharamikia, niliwapenda, nimewachagua, lakini wameshindwa kusimama katika kweli yangu, wameshindwa kumtumikia Mungu, wameshindwa kumwamini Mungu, wameshindwa kumwabudu Mungu, wameshindwa kuyahimili yale maovu yote ya duniani, wamekengeuka, wametenda dhambi, wameanguka tena. Wale ambao Mungu alitupenda tumeanguka. Mungu akatafuta mbinu nyingine tena ya kuja kutuokoa. Akamleta Yesu Kristo. Kwa akamleta mwanae. Na alipomleta mwanae ikafanyika tena baraka zingine katikati ya mwanae. Kwa alipokuja Yesu Kristo ambaye ni mwana wa Mungu, yeye alikuja tena akatupa baraka zingine. Baraka la kwanza ambayo Mungu Yesu Kristo alitupa ni ule ukombozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukapata ukombozi.
Hiyo ni baraka nyingine tena. Mungu anaendelea kutengeneza mazingira, anaweka mlango wazi ili sisi tukaweze kuurithi ufalme wa mbinguni. Tumefeli kwa makusudi yale ya kwanza, lakini Mungu anajaribu tena kuturudisha katika njia yake, kuturudisha katika utumishi wake. Anamleta Yesu Kristo, na baraka ya kwanza inayokwenda kufanyika ni ukombozi. Yesu Kristo anatukomboa. Tumekombolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Umekombolewa ndugu yangu, na kusudi kubwa la kukombolewa ni kusimama katika kusudi la Mungu, na kusudi la Mungu ni kumtumikia Mungu peke yake. Lakini baraka nyingine sambamba na ukombozi wa Yesu Kristo, tunapata pale msamaha wa dhambi. Uhuru wa Yesu, tunapata msamaha wa dhambi. Sisi mwanzoni tulikuwa ni wenye dhambi, tulimkosea Mungu, hatukutenda ya pasayo, lakini Mungu anazidi kutubembeleza, kwa maana tayari amethibitisha neno lake la awali ya kwamba alituchagua na anaendelea kutupenda. Kwa hiyo analeta ukombozi. Huu ukombozi unatoka kwa Bwana, kwa mwanaye Yesu Kristo. Kwa hiyo kwa bei ya mauti yake, kwa damu ya Yesu Kristo anafanyika dhabihu. Maana yake anafanyika sadaka kupitia msalaba, kwa maumivu makali, kwa kujeruhiwa. Ile thamani ya damu yake inakwenda kutufungua minyororo ambayo tulikwenda kufungwa baada ya kuanguka katika dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini msamaha unakuja pale ambapo tayari dhambi ambazo tulizofanya au dhambi ambazo zinaendelea kufanyika, tayari Mungu ameshaweka msamaha wake. Ni kazi yetu sisi tu, kwamba tukiamua tuachane na maovu, tukiamua tuachane na wizi, tukiamua tuachane na uongo, tukiamua tuachane na mabaya ya ulimwengu huu, Bwana yuko tayari. Naye anasema kwamba naye yuko tayari. Anasema ana uwezo wa kufuta dhambi zote. Ana uwezo wa kufuta dhambi zote na kuondoa tena lile kumbukumbu. Hakuna tena kumbukumbu ya dhambi, anafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi katika maisha yetu, sijui kama kuna mtu mwenye moyo wa kuweza kusamehe dhambi akafuta na kumbukumbu. Yupo? Anyoshe mkono. Kwamba ndugu yake alikosa akamsamehe, baada ya kumsamehe akafuta na kumbukumbu, yaani akasahau kwamba aliwahi kumkwaza fulani. Yupo? Ila hii tunaipata kwa neema yake, kwa neema yake tu. Ukiwa na neema ya Yesu Kristo moyoni mwako, unaweza ukafuta dhambi, au unaweza ukamsamehe mwenzako, na zile kumbukumbu za maovu ukafuta kabisa, vikatoweka. Uhuru wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo lingine ambalo tunalipata kupitia Yesu Kristo na ule msalaba wake, tunafunuliwa siri za mbinguni. Yesu anatufungulia siri za mbinguni. Bwana sana. Na ndio maana alipokuja baada ya kuifanya kazi yake, akawaambia wanafunzi, mimi ninarudi kwa Baba, lakini napokuwa kule na kuandalia makao. Amina. Si ndio alivyosema? Anaenda kuandaa makao. Na haya makao maana yake kwamba tutakapotoka katika ulimwengu wa shida huu, baada ya kushinda, tutaketishwa pamoja naye, pamoja na Baba, tukifurahia maisha ya. Wangapi wanatamani kuketishwa? Unajua wakati mwingine tunakuwa kama vile hatuelewi. Hata kwa Baba watamani kuketishwa wengine. Sasa unajua hapa kanisani tumekuja kufanyaje? Hapa kanisani tumekuja kwa ajili ya kujifunza maneno na njia iendayo kwa Bwana, ili tujiandae pale tutakapotwaliwa tuwe safi. Haya maisha tulionayo haya ya mwili ni ya leo. Haya maisha ya nje ni ya leo tu wapendwa. Lazima kila mmoja atakufa. Baada ya kufa sasa ndiko ile nafsi ya ndani, moyo, ule utu wa ndani ndio unaenda kwa Mungu Baba ukisubiri hukumu. Na ndiko tutakapoona sasa mji mpya na mbingu mpya ambao Mungu ametuandalia. Kwa hiyo tunafunguliwa siri gani? Siri ya urithi
kurithi ule ufalme wa Mungu, ufalme wa mbinguni. Tukiwa na nani? Tukiwa katika Kristo. Tukiwa katika Kristo. Bila Kristo hakuna kurithi. Na Yesu mwenyewe alisema, akasema niaminini na mimi, hiyo njia tutakuja kufanyika njia katika maisha yetu, ili tunapokuwa tumemkosea Mungu, tunapokuwa tumetenda mabaya, tukigeuka nyuma na kumwangalia pale, Mungu analiona neno, anatupokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana Mungu, Yesu kwetu ni daraja kati ya wanadamu na Mungu, ni daraja. Ukitaka kwenda kwa Mungu lazima upite daraja. Bila kupita darajani kwa Mungu. Sasa wale wanaomwamini Mungu, wamwamini Yesu Kristo, hao imekula kwao, kwa maana hakuna daraja tena pale, limekatika. Kwa hiyo lazima tu wewe unamwamini Mungu, muamini Kristo, lazima udumbukie tu, utafika kwa Kristo. Kwa sababu kufika kwa Kristo lazima kuna hatua, na sio hiyo lazima ufike wapi? Katika daraja. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo lingine, tumepangiwa urithi kwa Baba. Hiyo nao ni baraka nyingine. Urithi. Huku duniani huwa tuna wakati tunalisishwa, sio hivyo Baba akifaa tunarithi, sio hivyo? Kama kulikuwa na mali unarithi. Kama mpenzi basi inakuwepo kesi, nenda mahakamani kutafuta mmoja atakayefanyaje, atakayesimamia mirathi. Ile mirathi ndio urithi kwa ajili ya wale wenzake, sio hivyo? Lakini wewe na mimi, wewe na urithi katika ufalme wa wapi? Ni kitu kikubwa sana. Ni warithi pamoja na nani? Na Kristo Yesu. Wapi? Kwa Baba mbinguni. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana na la maana sana. Hivyo Mungu ametuahidi tayari urithi wake. Tena tuna ahadi. Hapa kila mtu ana ahadi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe una ahadi, mimi na ahadi. Kazi iliyobaki kwetu ni kusimama vizuri, kumtegemea Mungu, kutembea na Yesu wakati wote. Alisema wakati anatambulisha kwamba lazima tukae kwa Yesu, tusimame kwa Yesu, tutembee kwa Yesu wakati wote. Tuangalie njia zetu, je, ziko salama? Uhuru wa Yesu. Lakini baraka zingine ambazo tuliahidiwa baada ya hiyo, Yesu alipokufa alisema kwamba msihuzunike, maana nitaletea Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni mwalimu wetu, ni kiongozi wetu. Kwa hiyo kuna baraka ambazo zinaambatana na huyu Roho Mtakatifu, na miongoni mwao ni kutiwa ule muhuri au kuwekwa alama au kubandikwa stempu. Wale wanaomwamini Mungu, sisi tuliomwamini Mungu, tunaokoka, tunafuata Yesu Kristo, Roho Mtakatifu yeye tayari ameshakuwekea muhuri moyoni mwako. Popote unapotembea, watu wanapokuona, wanapokutazama, wanajua huyu ni mtumishi. Amina. Hata bila kuvaa kola, mtumishi anaonekana. Hata mchungaji akitembea akisimama tu pale, hata kwenye kiti, popote pale anapotembea, sema huyu ni mtumishi. Nini? Kwa maana tabia yake, ongea yake na matendo yake yanafanana na Mungu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo furahia kutiwa muhuri na Bwana, kwa maana ukitiwa muhuri wewe tayari umeshakubalika mbele zake. Kwa hiyo kinachofuata ni kuendeleza tu kumtumikia Mungu. Sisi tuliokoka tusipoe. Sisi tuliokoka tusipoe, tusirudi nyuma, tusichoke. Ongeza bidii, maana Mungu amekutambua, maana Mungu yuko pamoja na wewe wakati wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Uhuru wa Yesu, uhuru wa Yesu. Unajua ukiwekwa muhuri, manake muhuri unamaanisha kwamba ndio mmiliki, sio hivyo? Muhuri manake ndio mmiliki au mwenye hati.
Ndio maana barua zikiandikwa zikigonga muhuri kwamba huyu ndio sahihi, ndio mmiliki. Amina. Na ndio maana unakuta wakati mwingine huko tu mahali popote wala hujajitambulisha, sema mtumishi karibu bwana keti pale, wala hujajitambulisha, lakini watu wanakuona wewe jinsi ulivyo. Hata sura inabadilika, kwa maana umebadilishwa katika ule utu, umeondolewa ule utu wa kale, umewekewa utu upya. Bwana Yesu asiye sana. Umevalishwa nafsi nyingine. Wewe ni mali ya nani? Ya Mungu. Umekuwa mali ya Mungu. Lakini tumepewa dhamana. Tumepewa dhamana. Dhamana ni uthibitisho kwamba siku moja tutaurithi ufalme wa nani? Wa Mungu. Tuna dhamana. Kwa hiyo Mtume Paulo alipokuwa akifundisha, alifundisha pale, sio kwamba alikuwa kanisa lilikuwa pale kulikuwa na watu wengi ambao walikuwa hawajaokoka. Na kumbuka ulikuwa ni mji wa biashara na mambo mengine yaliendelea. Lakini Mungu alimpa nguvu Paulo kulihubiri neno la Mungu. Na Mungu akampa Paulo nguvu ya kufanya miujiza. Alifanya miujiza, watu wakaamini, wakaanza kuja kwa Yesu. Lakini kwa sababu wale walikuwa na elimu za kichawi, nao walijaribu, wakati mwingine walijaribu kumuiga Paulo. Wakaanza kusema kwamba wakaanza kutoa pepo kwa kutumia jina la Yesu. Lakini kuna mapepo mengine yaliwashushua, akasema wa Yesu tunawajua na Paulo tunawajua. Lile neno lipo kupitia Ufunuo wa pili, nafikiri mstari wa 8 hadi wa 10 na kitu. Lipo kwamba wa Yesu tunawajua na wa Paulo tunawajua. Kwa nini? Kwa sababu ule muhuri ndio Roho Mtakatifu. Yupo kama msaidizi wetu ambaye anatusaidia, mwalimu wetu anatusaidia, anatufundisha wakati wote tunapopita, yeye anatusaidia. Kwa hiyo wapendwa, tusichoke, tusikate tamaa. Kuna baraka nyingi sana ambazo Mungu ametuahidi. Zingine ndo kabla, zingine baada ya kuasi, lakini tayari Mungu akaleta tena ukombozi wake, akaleta tena msamaha wake wa dhambi. Yaani Mungu anaendelea kutubembeleza. Anaendelea kutubembeleza ili hatimaye tukaweze kuurithi ule ufalme wa mbinguni pamoja naye. Kwa hiyo tutafanywa kuwa miili mipya baada ya hapa katika ile mbingu mpya. Haya ndio mambo makubwa sana Paulo aliyafundisha. Ukisoma ule mstari wa kwanza mpaka wa 14 ni sifa anavyomsifia Mungu na jinsi Mungu alivyotufanya sisi wanadamu kuwa watu wa kipekee zaidi. Kwa hiyo ndio maana tunaona baraka nyingi ambazo Mungu ametuachilia kwetu hata kabla hatujaumbwa. Mpaka kipindi hiki tunajifunza maneno yake, tunaendelea kujifunza. Kwa hiyo tumechaguliwa na Mungu, lakini tumeokolewa, lakini tumetiwa muhuri. Kabla ya dunia haijaangamizwa, Mungu amekwisha tufanyaje? Amekwisha tumiliki. Kabla ya ulimwengu huu kwenda kuharibiwa, lakini kumbuka kwamba Mungu amekwisha tumiliki. Sisi ni mali ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Uhuru wa Yesu. Tumehakikishiwa usalama wakati wote. Na ndio unaiona dhamana ya kwenye mstari wa 14. Unaiona ile dhamana iliyoko pale. Mstari wa 14 anasema ndiye aliye alabuni ya urithi wetu, ili kuleta ukombozi na umiliki na miliki yake kuwa sifa ya utukufu wake. Sisi tumemilikiwa. Sisi ni mali ya nani? Ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuna sababu kubwa sana ya kumshukuru Mungu wakati wote. Na sura nzima hii unavyoiona ni ya sifa. Sura nzima ukiisoma sura nzima unaona ni sifa. Paulo anamsifu Mungu, anaona Mungu ni wa ajabu, Mungu amefanya mambo katikati ya maisha. Na hata kipindi kile
Kwa hiyo Paulo alienda pale, alifanya kazi kwa miaka mitatu, lakini ndani ya miaka miwili tayari watu walikuwa wameshaokoka, watu wengi sana. Na vile vitabu vya kiganga, kulikuwa na vitabu vingi vya kiganga vilichoma, maelfu ya vitabu vikachomwa baada ya kulisikia lile neno. Na vile vitabu vilikuwa vya gharama kubwa sana, kwa maana watu walikuwa wanatoka duniani kote kwenda kujifunza habari za uganga, vikachoma, vikateketezwa. Ukisoma kwenye Biblia unaona kwamba ile ni takriban kama 34,000 hivi vitabu vilikuwa na thamani 30,000 kipindi hicho. Je, leo tukifanisha na hali ya leo ikoje? Unaona vile vitabu vilikuwa vya thamani, lakini waliamua kuvichoma baada ya kulisikia neno la Mungu, neno la ukombozi. Na Efeso ikakombolewa, ikapata ukombozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kusudi letu sasa ambao tumewekwa hapa ni kumsifu Mungu wakati wote. Maisha yetu yapo ili kumtukuza Mungu, kumsifu Mungu, kumtukuza Mungu. Hatuwezi kumsifu Mungu wala kumtukuza Mungu bila kubadilisha matendo yetu, bila kubadilisha nafsi zetu, nia ya nafsi zetu, matendo yetu, maneno yetu tunayoyasema, yale tunayoenenda tubadilishe. Tukiyabadilisha yale, ndio tunaweza sasa kumsifu Mungu na kumshukuru Mungu wakati wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Uhuru wa Yesu, uhuru wa Yesu. Na wachambuzi wanasema hivi, neno katika Yesu Kristo limerudiwa mara nyingi sana katika hii sura, mara nyingi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukimshika Yesu Kristo, ukimshika Yesu Kristo, maana yake umemshika Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukimshika Yesu Kristo, ukimwamini Yesu Kristo, ukimshika yeye, maana yake umemshika Mungu mwenyewe. Maana yake tayari wewe umepewa ile package nzima ya wokovu. Sana uhuru wa Yesu. Lakini katika somo letu la leo, neno kubwa kabisa ni mstari wa 1 mpaka wa 3. Nalo linasema, abarikiwe Mungu Baba na mwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki na kila baraka ya rohoni katika ulimwengu wa roho katika Kristo. Hili ni jambo la kwenda nalo. Narudia, abarikiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Paulo anasema abarikiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaendesha magari, tunajenga nyumba, tunakuwa na fedha, ndio hivyo, kila kitu tunachokiona, hizo ni baraka, hizo ni neema. Kwa Paulo katika mstari wa 1 hadi wa 2 anasema abarikiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki na kila baraka ya rohoni. Na hata kusimama leo hii mahali hapa ni baraka zake tu, ni neema yake. Na wewe kuwepo hapo ni baraka yake tu, ni neema yake. Kuzijua siri za Mungu, kuyajua mapenzi ya Mungu, kujua njia za Mungu, kujua unakokwenda, hizi ni neema tu. Kuna watu hawana, kuna watu hawajazipata vitu hivi. Kuna watu wako kule hawajui kwamba kuna mbingu inatusubiri, na kule anasema kule tutaketishwa pamoja na Yesu na Mungu. Kuna watu hawajui neno lile, lakini sisi tumefanikiwa kuzijua siri za wapi?